Bwana, kwa tizi hili ambalo wanafanya Stellenbosch ni ngumu sana kwa Simba kuchomoka kirahisi kutokana na nguvu kubwa ambayo wameitumia kuelekea kwenye mchezo dhidi ya Simba. Na kama unavyoona hapo wanafanya mazoezi, yani mazoezi yao ni babu kubwa, yani hawataki masiara hata kidogo. Stellenbosch miongoni mwa timu ambazo zimesurprise wengi msimu huu, na unajua huu ni msimu wake wa kwanza kwenye haya mashindano ya kimataifa, na ni miongoni mwa zile timu ambazo zimekuwa na matokeo mazuri sana zinapokuwa kwenye uwanja wa nyumbani. Wamepoteza mchezo wakiwa nyumbani dhidi ya RS Berkane, lakini ukitazama namna ambavyo walipoteza, of course tunaijua Berkane ubora wake, na ukitazama tizi ambazo wanalipiga hapo unaona kabisa kwamba wako serious, wanahitaji kuwafunga Simba na hawataki kitu kingine chochote kile, na Simba wanapaswa kuwa makini kwa sababu aina tizi kama hili ambalo wanalifanya mara nyingi linaweka wachezaji wengi wanakuwa fiti zaidi. Yani wanakuwa kwenye physically wako fiti kiasi kwamba wana uwezo wakikimbizana na mtu yoyote yule. Na ukitazama pia kwenye takwimu zao kwenye michuano ya CAF Confederation msimu wamecheza mechi 6. Na kwenye hizo mechi 6 ambazo wamecheza wameshinda michezo 3. Alafu kwenye michezo 3 wameshinda 3, kwenye michezo 6 wameshinda 3. Hawana hata draw mchezo mmoja na wamepoteza michezo 3. Manake kati ya zile mechi 6 za hatua ya makundi wamegawa, nusu wameshinda, nusu wamepoteza. Lakini ukiangalia asilimia za ushindi kwao ni 50 kwa sababu wamegawa katikati, yani kati ya zile mechi 6 3 wameshinda, 3 wamepoteza. Kwa hiyo ni timu ambayo bado pamoja na kwamba ndio msimu wake wa kwanza, lakini hizi sio takwimu mbaya kwa sababu zipo timu ambazo zimeshiriki mara nyingi kwenye haya mashindano lakini hazijawahi kuwa na takwimu za aina hii. Yani mara nyingi unakuta timu zinaanzia mwanzo na zinapoteza. Kwa mfano hata Yanga ambao ni wana experience kubwa na mashindano haya ya kimataifa, kwenye hatua makundi hawajafikisha alama ambazo wamepata Stellenbosch, na ndio maana hajafanikiwa kufuzu kwenda hatua inayofuata, ingawa pia wanashiriki kwenye mashindano mawili tofauti, kwa maana mmoja kwa klabu bingwa na mwingine shirikisho. Lakini mfano tu wa karibu ili uelewe na uone kwamba kushinda michezo 3 hatua ya makundi wala sio kitu kidogo, au kuwa na asilimia 50 za ushindi kwenye haya mashindano ya CAF Confederation sio kitu kidogo, especially ukiangalia wao ni wageni, lakini zipo timu ambazo zina experience lakini hazijawahi kupata matokeo ya aina hiyo. Kwa hiyo wana asilimia 50 ya ushindi, na matokeo yote ambayo wameyapata wamepata pia wakiwa nyumbani kwa asilimia kubwa, kwa sababu nyumbani wamepoteza mchezo mmoja dhidi ya Berkane, lakini the rest wamepata matokeo ambayo ni mazuri. Sasa kwenye position walimaliza kwenye nafasi ya pili kwenye kundi, na kwenye kundi lao nadhani mnalikumbuka kundi lao zilikuwa dhidi ya Berkane, ndio ambaye aliondoka akiwa anaongoza kundi. Sasa ukiangalia takwimu zao kwenye eneo lao la ulinzi ni takwimu bora sana. Ni timu ambayo imekuwa na takwimu nzuri sana. Wameruhusu magoli 11 tu mpaka sasa. Yani tangu wameanza ile mwanzoni mpaka walipocheza mechi ya Simba ya robo finali wameruhusu mabao 11. Na kwenye hayo mabao 11, mabao 8 wameruhusu kwenye mchezo mmoja. Maana yake ni timu ambayo hizi takwimu zake zimekuwa mbaya sana kutokana na ule ubora wa RS Berkane ambao ndio waliwafunga magoli 8. Mechi moja mabao 5, alafu mechi ya pili mabao 3. Lakini the rest timu zingine zote ambazo wamekutana nazo hajaruhusu mabao mengi. So ukitazama kwenye defense ya mabao 11 ambao wameruhusu, maana yake ni mabao 4 tu ambayo wameruhusu, ukiondoa kwenye ule mchezo mmoja, zile mechi mbili dhidi ya Berkane ambazo walifunga magoli 8. Lakini wakati huo kwenye eneo lao la ulinzi wamefanya tackling kwa asilimia 64.2. Sasa hii tunasema ni zile tackles ambazo zimekamilika. Successful tackling ni asilimia 64.2. Manake ni timu ambayo ina walinzi ambao wana uwezo mzuri wa kufanya tackling kuliko timu nyingine yoyote ile kwa kata hizi ambazo zimeshiriki kwenye kuliko klabu ya Simba, by the way, kwa sababu CS Constantine ni timu pia ambayo imefanya successful tackling mara nyingi zaidi kuliko hawa. Lakini ukitazama dhidi ya Simba kidogo unaona hawa wana advantage kubwa zaidi. Kwa hiyo kwa kile ambacho wanakifanya mara nyingi wanafanya kitu ambacho wanajiamini nacho. Yani walinzi wake wakifanya tackling wanaenda wakiwa wanajiamini na wakiwa wanajua nini ambacho wanakifanya, na ndio maana mara nyingi wakienda kufanya tackles wanafanikiwa sana. Kwenye mipira ya juu, kwa maana aerial duels, mipira ya juu, kwenye safu ya ulinzi ya kikosi hiki cha Stellenbosch
wamefanikiwa kucheza mipira ya juu kwa asilimia 36.7. Hiyo ni mipira ya juu, yani mipira ambayo wameicheza ya juu ni asilimia 36.7. Takwimu ambazo ni bora zaidi kuliko takwimu za Simba kwenye mipira ya juu. Yani kati ya timu ambazo sio nzuri sana zikiwa zinacheza mipira ya juu ni pamoja na klabu ya Simba. Kwa hiyo unaweza ukaona namna gani ambavyo wao wamekuwa bora sana kwenye mipira ya juu, wamekuwa na uwezo wa kucheza kwa kufanikiwa kucheza mipira mingi ya juu, kitu ambacho kinawapa ile assurance ya kucheza dhidi ya mpinzani yoyote. Lakini kwenye ile win-win situation, kwa maana kwenye yale matukio ambayo ni half kwamba huyu anaweza kashinda au yani kuna uwezekano ukafanikiwa kumpokonya mpira ama usipokonye mpira, ni asilimia 42.3. Hapa ndio sema ambao kidogo wamepokonywa, lakini ukiangalia kwenye hizi takwimu za hapa nyingi, kwa asilimia kubwa wamenyang'anywa sana kwenye eneo la kiungo, kwa maana sio kwenye eneo la nyuma. So unaweza ukaona namna gani ambavyo pia timu imekuwa na uimara wa hali ya juu sana kwenye hilo eneo. Kwa ukitazama eneo lake la ulinzi ni eneo ambalo takwimu zake ni bora sana wanavyokuwa kwenye uwanja wa nyumbani kuliko vile ambavyo wakienda kucheza dhidi wakienda kucheza ugenini. So unaweza ukaona namna gani ambavyo the team wana walinzi wazuri ambao ukikaa vibaya unaweza ukajikuta unashindwa kupata bao. Lakini pia issue nyingine ni kwenye ule mchango distribution kwa mchezaji mmoja mmoja, mchango wa mchezaji mmoja mmoja. Sasa hii ni timu ambayo wachezaji wake wengi wanacheza pasi ambazo zinafika kwenye maeneo husika. Kwa pasi asilimia 79.3 ni pasi ambazo zimepigwa zikafika kwenye maeneo husika. Maana kwenye asilimia 100 ndani ya dakika 90 hawa wana uhakika wa kupiga pasi zaidi ya 70 ambazo zinafika kwenye maeneo husika, ambazo hazipotei. Kwa hiyo unaweza ukaona ni timu ambayo inavyokuwa iko nyumbani inakuwa na takwimu za hatari sana. Uwezo wake wa kumiliki mpira na kupiga pasi unakuwa ni mkubwa zaidi, tofauti na vile ambavyo wakicheza wakiwa ugenini. So ni tahadhari nyingine ambayo Simba wanapaswa kuwa nayo, kwa sababu wakifanya masiara kwa namna moja ama nyingine wanaweza wakajikuta wanapoteza tena mchezo wakiwa wanajitazama hivi, kwa sababu kupiga pasi kwa asilimia 79 maana yake ni timu ambayo ikiamua kwenda kukushambulia ina uwezo mzuri sana wa kukushambulia. Na ukitazama namna ambavyo wana hizi pasi zenyewe ambazo wanapiga kwamba mchangano wake ukoje. Pasi direction, kwa maana zile pasi ambazo hapa tunakupa direction ya pasi zenyewe pasi ambazo zinalenga za kwenda mbele ni asilimia 38. Yani kati ya 79 asilimia za kwenda mbele, yani pasi zile za kwenda mbele kwamba zinapigwa eneo la katikati kwenda kwenye eneo la ushambuliaji moja kwa moja ni asilimia 38. Lakini pasi ambazo zinapigwa kwenda upande wa kushoto left, ni kwa maana kwa eneo la kiungo kwenda upande wa kushoto, yani maana hii si pasi ya kwenda mbele, pasi ya kwenda kushoto ni asilimia 22.8, lakini pasi ya kwenda upande wa kulia ni asilimia 23.4. Maana yake pasi zao nyingi ukiangalia nyingi zinakwenda mbele kuliko kurudi nyuma. Naogopa sana timu ambayo pasi zake nyingi zinaenda mbele. Hiyo ni timu hatari sana, ni timu ambayo hupaswi kufanya masiara nayo hata kidogo. Lakini kurudi nyuma, back pass, ni asilimia 15 tu. Kwa hiyo unaweza ukaona namna gani ambavyo ze team pia wamekuwa na wastani mzuri wa kuhakikisha kwamba hawapigi mipira mingi ya kurudi nyuma, ila wanapiga pasi nyingi, mipira mingi kwenda mbele kwa mpinzani ili kwenda kuongeza nafasi ya kwenda kushambulia zaidi. Sasa ukiangalia maeneo gani ambayo hizo pasi zinapigwa sana, kwenye hafu ya mwisho ya mpinzani ndo anapiga pasi nyingi za haraka. Yani kwa maana ni kwamba wakishavuka mstari wa kati wa uwanja kwenda kwenye eneo la mpinzani ndio sehemu ambapo pasi nyingi zinachezwa. Kwa hiyo inabidi uwe makini kwa kiasi kikubwa sana kuhakikisha kwamba hawapi space wao kwenda kutengeneza kupiga hizo pasi nyingi. Ni kazi ya Simba ambao wanapaswa kuifanya. Lakini long pass, kwa maana zile pasi ndefu ambazo zinachezwa kutoka kwa golikipa kwenda mbele moja kwa moja ama kutoka kwa walinzi kwenda mbele moja kwa moja, kutoka kwenye eneo la kiungo kwenda mbele moja kwa moja, ni asilimia 43. Na hii ni pasi ambazo zimefika. So unaweza ukaona namna gani ambavyo wamekuwa bora pia kwenye upigaji wa hizo pasi ndefu. Kwa hiyo ni timu ambayo hutahupaswa kufanya masiara kabisa inavyokuwa iko nyumbani. Na kwenye kushambulia total shots wanavyokuwa kwenye uwanja wao wa nyumbani, asilimia 78 ni asilimia 78 kwenye mechi zote ambazo wamecheza nyumbani. Wana asilimia 78 ya kucheza mashuti. Lakini
ambayo ni on target ni 33%, ni mashuti on target, 33% ni shoot on target. Lakini pia mabao ya kufunga ni mabao 7, kwa maana wana rate ya kufunga mabao 7 wanavyokuwa wanapiga idadi hiyo ya mashuti. Kwa hiyo unaweza ukaona namna gani ambavyo pia wako kwenye wakati bora sana. So Simba wajiandae sana pia kwenye mipira ya juu, kwa sababu ni timu ambayo imefunga magoli 4 kwenye mipira ya juu kwenye michezo hivi karibuni, mabao 4 kwenye mipira ya juu. So kama Simba watawaruhusu wacheze cross nyingi, kuna uwezekano pia wakaruhusu mabao mengi, kwa sababu hawa ni wazuri sana pia kwenye mipira ya juu. So kuna namna pia wanaweza wakatumia hiyo kama faida kwao na kwenda kuathiri Simba kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu pia ukitazama Simba sio timu nzuri sana kwenye mipira ya juu. Discipline kwa maana ya namna ambavyo wana discipline wakiwa kwenye uwanja wao wanavyokuwa nyumbani. Mara nyingi hawasababishi sana foul. Hawasababishi sana foul. Wastani wa kutengeneza foul au kusababisha foul kwenye mchezo mmoja ni 5% tu. Maana yake ni timu ambayo inajitahidi sana kuhakikisha kwamba hawasababishi foul ambazo zinaweza kwenda kuwaathiri. So ukweli ni kwamba hii ni mechi ngumu sana kwa Simba, kwa kuangalia hizo takwimu ambazo wamekuwa nazo wakiwa kwenye uwanja wao wa nyumbani. So Simba kama timu wanapaswa kujipanga vizuri kuhakikisha kwamba wanaenda kupata alama 3. Lakini hata ukitazama kwenye tizi lao hapa, unaona mwenyewe watu wanapeana maelekezo. Ni tizi la kutisha hilo, kwamba ukikaa vibaya watu wanakuduaza mabao ya kutosha tu na bila shida yoyote ile. So Simba tahadhari wawe nayo, kwa sababu ule ubaya ubwela unaweza kwenda kugeuzwa sasa. Baada ya wao kuwafanyia watu ubaya ubwela, wao ndo wakafanyiwa huo ubaya ubwela ukawageukia. Kwa hiyo tahadhari wawe nayo tu. Sio dhambi kwenda kucheza ugenini kwa tahadhari, kwa sababu wote mnahitaji matokeo ya ushindi na kila mtu anahitaji kupata ushindi aweze kwenda hatua nyingine ambayo inafuata. Hakuna mtu ambaye atamani kwenda hatua ya finali bwana kwenye mashindano ya CAF Confederation.